Mtazamaji wangu wa Happy New Week popote pale ulipo, natumai mzima na buheri wa afya. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2025, zimeweza kusalia siku chache uchaguzi mkuu uweze kufanyika, huku vijana Gen Z na wakiendelea kuwa na msimamo wa maandamano kwa ajili ya kufanya revolution kubwa itakayoshuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, mapema usiku wa jana, Mheshimiwa Gwajima ameweza kufunguka kuhusiana na uwepo wake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Ila kwanza kabisa, kabla niweze kukufahamisha zaidi, mtazamaji wangu, itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu, ili moja kwa moja YouTube iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Mitandao tuhuma zimejaa, wizi, si madini, si hiki. Tuhuma zimejaa. Na hili jambo linatakiwa kufanyiwa kazi. Ni hatari sana kwa ustawi wa taifa letu. Tumekuwa tukimsikia Polepole, Mheshimiwa Polepole akisema wazi taarifa mbalimbali za ufisadi mkubwa kwenye madini, kwenye maeneo mbalimbali ambayo mimi sitaki kuyasema kwa sababu mimi nimekuwa kwenye kamati ya bunge ya biashara, viwanda na uwekezaji wakati ule. Nafahamu vitu vingi. Nafahamu sana kuhusu Liganga na Mchuchuma. Wale wabunge wenzangu tuliokuwa kwenye kamati moja wanajua nikiwa naongea. Nilishaya kusimamia kuhusu Liganga na Mchuchuma. Nikasimama na kuwaelezea kwenye kamati. Nikatoa na document. Nikaonyesha document jinsi ambavyo tumepoteza pesa nyingi. Yaliyonipata Mwenyezi Mungu peke yake anajua. Usiku ule watu walivamia nyumba yangu, wakavunja gari, wanatafuta document kule Dodoma. Kwa hiyo usifikiri kwamba kuna wakati mimi nakaa kimya kwa sababu ya staha. Kuna wakati hauzungumzi vitu ukaleta migawanyiko kwenye nchi. Nasema tena, sometimes we don't talk things because they won't heal the problem. Huongei vitu kwa sababu unahisi ukiongea badala ya kutibu utaleta tatizo, kwa hiyo unaamua kuacha kuongea. Lakini ufisadi, wizi, kujilimbikizia mali kumezidi. Mimi ipo siku ambayo ikilazimika ninaweza kukutajia akaunti za watu walizo camouflage fedha na kwenye majina ya watu na kampuni tofauti. Naweza kutajia. Lakini nawaza itajenga nini? Inaleta bitterness na ugomvi na uchungu kwa watu. Lakini vyombo ndio vingekuwa na uwezo wa kutulindia hayo. Kumbuka kilio changu mimi ni vyombo. Nani amfunge paka kengere? Ni nani? Nani huyo atakayesema kwamba huyo hapo? Hamna. Mwizi hawezi kumkemea mwizi mwenzake. Shetani akimkemea shetani, basi ufalme umeanguka. Siwezi kuongelea mambo ya gesi, makaa ya mawe, mambo ya madini, yameongelewa sana. Lakini nisikilizeni niwape neno hili. Ukijenga nyumba nzuri, yameongelewa sana. Lakini nisikilizeni niwape neno hili. Ukijenga nyumba nzuri, ukaweka uzio mrefu, ukaweka na fensi ya umeme, alafu ukaweka na mbwa wakali sana, German Shepherd, mbwa makubwa, alafu ndani unakula vizuri, una magari mazuri, unaendesha vizuri, alafu majirani zako wana njaa na wao wanajua kwamba yule jirani mwenye fensi ya umeme na mbwa wakali na walinzi wakali anakula ndani, hauko salama. Ipo siku hao majirani watapigwa shoti ya umeme 50, lakini 200 wataingia ndani. Hivyo ndivyo inaogopesha. Viongozi wanapojilindukia mali wao wenyewe wakawasahau wananchi. Ipo siku wananchi wataruka fence. Wataumwa na mbwa 50, wataumwa na mbwa 50, watapigwa shoti ya umeme 100, lakini 300 watakukamata. Hatutaki kujenga uchungu kwa wananchi wetu kwa mambo yanayoweza kuzuilika.
na kusikia kilio cha wananchi. Matokeo ya kutokusikiliza kelele za wananchi inaleta machafuko na migawanyiko siku zijazo. Matokeo ya kutokuwasikiliza wananchi na kelele zao inakuletea migawanyiko na matatizo makubwa siku zijazo. Watu tumeamua sasa, basi wamefunga, tutumie njia ya kutafuta haki kwenye vyombo vya haki. Hatujapata mpaka leo. Mpaka nikiwa naongea leo, hakuna muumini wa makanisa yetu, kanisa halijafunguliwa mpaka leo. Kwa nini? Umekemea utekaji. Narudia tena, funga milele, utekaji haukubaliki. Narudia tena, funga kanisa mpaka Yesu arudi, utekaji haukubaliki. Hatutakubali mtu atekwe, awe Muislamu awe Mkristo, aliyechagua kusimama pamoja na wananchi. Narudia tena, I want it to be very clear. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, ambaye hakubali utekaji, hakubali uonevu, sikubali ufisadi. Nimedhamiria kusimama na kilio cha wananchi na nitasimama nao mpaka mwisho. Na wanachama wenzangu, mnielewe kabisa kwamba nimedhamiria kusimama na wananchi mpaka mwisho, mpaka utekaji uishe. Na tazama kule mbele, asubuhi inakuja na Mungu wetu ni mwaminifu, atatimiza ahadi zake. Asanteni sana wananchi. Mungu awabariki. Mungu aibariki Tanzania. Asante. Naam, mtazamaji wangu, maneno hayo ndiyo maneno ambayo mchungaji Gwajima aliweza kufunguka usiku wa kuamkia leo hii. Mtazamaji wangu, amini usiamini, hatua hii imeweza kuchukiza vijana wa Gen Z na hata kuwa na mori wa maandamano kwa ajili ya kujaribu kusitisha mambo ambayo wanaamini serikali ya awamu ya sita inazidi kutumia nguvu kupita kiasi, na itakuwa mbaya kipindi na wakati ambapo viongozi hapa na serikali ya awamu ya sita kwa mara nyingine wataweza kupita na kuingia Ikulu kwa uchaguzi huu wa mwaka 2025. Hivyo basi msimamo wa vijana Gen Z unazidi kubaki pale pale, ya kwamba tarehe 29 mwezi huu wa 10 mwaka 2025 kutakuwa na maandamano ya kihistoria katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, baadhi ya Watanzania wameweza kutoa maoni yao kuhusiana na alichoweza kukizungumza Mheshimiwa Josephat Gwajima, kwani sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Josephat Gwajima amekuwa mstari wa mbele kwa ajili ya kufanya uhamasishaji sawia na ule ambao aliyokuwa akiufanya Mheshimiwa Humphrey Polepole. Ijapokuwa wote wameweza kutoka katika chama cha CCM, ila hawakubaliani kabisa na kile ambacho viongozi wakuu wa chama cha CCM wanazidi kufanya kwa ajili ya manufaa yao ya kuingia Ikulu kwa mara nyingine kupitia uchaguzi huu wa mwaka 2025. Vile mtazamaji wangu, amini usiamini, hatua hii imeweza kuibua msisimko mpya, kwani hivi sasa Wakenya nao wapo ange na kile ambacho aliweza kukizungumza Mheshimiwa Josephat Gwajima. Mbeleni aliweza kukosoa vikali serikali ya awamu ya sita kwa suala waliloweza kulifanya kipindi na wakati ambapo waliweza kufunga makanisa, pia kupiga baadhi ya waumini waliokuwa katika makanisa hayo. Ila kwa upande huu ama kwa mara nyingine leo hii, Mheshimiwa Josephat Gwajima ameweza kurejea na tangazo zito na hata kukosoa vikali viongozi wa serikali ya awamu ya sita kutumia nguvu kupita kiasi kuhusiana na swala la utekaji ambalo sio geni kabisa hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania, huku akiachia Watanzania maswali mazito. Je, uongozi huu wa serikali ya awamu ya sita kwa muda walioweza kuhudumu na kuonyesha jinsi ambavyo wanazidi kuongoza Jamhuri ya Tanzania, je, itakuwa sawa kwa mara nyingine waweze kukabidhiwa kukabidhiwa ushindi katika uchaguzi huu wa tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025? Mtazamaji wangu, itakuwa vema iwapo hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.